Shukran Robi. Marekani na Iran zinasema ziko tayari kwa mazungumzo zaidi baada ya kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2. Makubaliano hayo yameibua matumaini ya kufikia mwisho wa kudumu wa vita ambavyo vimeenea katika eneo zima na kusababisha mgogoro wa nishati duniani. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. We have a plan because of the power of our military where every bridge in Iran. Ni matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump hapo awali ambapo aliapa kwamba Iran iwapo haitakubali makubaliano ya kusitisha vita, lakini muda mfupi baadaye matamshi yake yalibadilika na akatangaza kwamba Iran imekubali makubaliano ya kusitishwa kwa vita kwa muda wa wiki 2. Rais Trump amesema kwamba Marekani imeshinda katika vita hivyo vilivyoanza tarehe 28 mwezi Aprili mwaka huu baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran na kuwaua viongozi wakuu wa nchi hiyo akiwemo kiongozi wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Kwa upande wake serikali ya Iran na vyombo vya habari vya taifa hilo vinasema kuwa makubaliano ya kusitisha mashambulizi kwa muda ni ushindi mkubwa kwa utawala wa taifa hilo. Katika taarifa iliyotolewa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, Iran imesema imeafikia karibu malengo yake yote ya vita hivyo na kuwa adui wake amepata pigo la kihistoria. Naibu Rais wa Marekani JD Vance amekaribisha tangazo hilo la Rais Trump. Amesema kwamba makubaliano hayo ni dhaifu na ametaka Iran kufanya mazungumzo kwa nia nzuri yawe ya muda mrefu na ya kudumu. Vance aliyasema haya akiwa nchini Hungary akimpigia debe waziri mkuu wa nchi hiyo Viktor Orban katika uchaguzi ujao. Kama Wairani wanataka kwa nia njema kufanya kazi au hata kushirikiana nasi, nadhani tunaweza kufikia makubaliano. Lakini kama watadanganya na kutuzuia hata baada ya kuweka mkataba mfupi wa kusitisha mapigano kufanyika, hawatafurahia, kwa sababu kile hata rais ameelezea na kuonesha ni kwamba bado tuna uwezo wa kijeshi, diplomasia na la muhimu zaidi tuna nguvu ya kiuchumi. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kwamba Iran haikuwa na budi ila kukubali pendekezo la Rais Trump, la si hivyo Iran ingejuta. Rais Trump alikuwa na uwezo wa kuharibu uchumi wote wa Iran kwa dakika, lakini alichagua rehema. Alizuia mashambulizi kwenye maeneo hayo kwa sababu Iran ilikubali kusitishwa kwa vita chini ya shinikizo kubwa. Utawala mpya wa Iran unaelewa kwamba makubaliano ni bora zaidi kuliko hatima iliyokuwa inawasubiri. Huku Marekani na Iran zikiwa zimekubaliana kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki 2, mataifa jirani ya Iran yameripoti kushambuliwa na Iran. Kuwait ni mojawapo wa nchi hizo ambazo zimeripoti mashambulizi, huku ndege zisizo na rubani 28 zikidunguliwa, lakini mashambulizi hayo yanasemekana kusababisha madhara makubwa katika miundombinu ya nchi hizo. Nao raia wa Iran walikusanyika katika mji mkuu wa taifa hilo Tehran, wakiwa wamebeba bendera ya taifa na mabango yenye picha ya kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei. Aidha, Israel inaunga mkono uamuzi wa Rais Trump wa kusimamisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa wiki 2 ikiwa Iran itafungua mara moja mlango wa bahari wa Hormuz na kusimamisha mashambulizi yote. Taarifa ya serikali ya Israeli inasema kwamba vilevile inaunga mkono juhudi za Marekani kuhakikisha kwamba Iran sio tena tishio la nyuklia, makombora na ugaidi kwa Marekani, Israel na majirani wa mataifa ya Kiarabu wa Iran na ulimwengu wote. Pakistan ambayo ni mpatanishi katika mzozo huo wa Marekani na Iran imesifu hatua ya nchi hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano kwa wiki 2. Pakistan ambayo imekuwa ikifanya mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran ili kusitishwa kwa vita kupitia waziri wake mkuu Shehbaz Sharif amesema pande zote zimeonyesha hekima na uelewa mkubwa kwa kukubali hatua hiyo, akiongeza kuwa mataifa hayo yameendelea kushiriki kwa njia chanya katika juhudi za kuleta amani na utulivu. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Na katika hatua nyingine, jumuiya ya kimataifa imeunga mkono usitishwaji wa mapigano, huku mataifa mengi ikiwemo Saudi Arabia yakitumaini kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha amani ya kudumu katika kanda ya Mashariki ya Kati. Zaidi na Halima Nyanza. Viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika, Ulaya mpaka Asia, wa kisiasa na wa kidini wameelezea kufurahishwa kwao na usitishaji huo wa mapigano. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema hali hiyo imefungua dirisha muhimu kwa diplomasia, huku kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo akisema kuwa ni mazungumzo pekee yatakayomaliza vita, msimamo unaoungwa mkono pia na India. Kiongozi wa Hispania Pedro Sanchez naye ameunga mkono
mkono usitishaji huu wa mapigano, lakini akasema hawezi kuwasifu wale waliowasha moto duniani kisha akajitokeza na ndoo ya maji kuuzima. Nchini Ufaransa nako Rais Emmanuel Macron amesema ana matumaini kwamba makubaliano hayo yataheshimiwa kikamilifu katika eneo lote hilo. Tumelizungumza hili na toka wakati mzozo huu ulipoanza karibu siku 40 zilizopita. Kwa hakika ni kupitia mazungumzo ndipo tutaweza kutoa hakikisho la usalama unaohitajika kwa utulivu wa eneo lote, na hivyo tangazo la usitishaji vita ni jambo zuri sana. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amepokea kwa furaha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani, ambako kwa sasa yuko nchini Saudi Arabia katika ziara yake kwenye nchi za Ghuba kwa ajili ya kukutana na viongozi, ambako huko anatarajiwa kujadili juhudi za kidiplomasia kuunga mkono usitishwaji huu wa mapigano. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema watafanya kila wanaloweza kuhakikisha makubaliano ya kusitisha vita kwa muda nchini Iran yanadumu. Amesema wao pamoja na washirika wao watayaunga mkono makubaliano hayo hadi suluhu ya kudumu ipatikane na mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Barani Afrika nako, mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ameunga mkono pia makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran, akieleza kuwa ni hatua muhimu katika kupunguza mizozo na kuleta utulivu wa kikanda. Akizungumzia pia mzozo huo wa Mashariki ya Kati, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameelezea kuleta kwake athari kwa dunia nzima ikiwemo Tanzania, hususan katika kupanda kwa bei ya mafuta na upungufu wa mafuta. Aidha, amesema kutangazwa kusitishwa kwa vita hivyo na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni jambo la faraja. Leo tumeamka na neno la faraja pale Hormuz. Sasa ukiongea nao vizuri wale jamaa, vimeli vinapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Na kwa ile kuruhusu tumeli za awali za Ufaransa, za Japani, za wapi, kidogo nimeona bei ya mafuta imeshuka kidogo. Sasa hii inatupa matumaini. Rais wa Tanzania pia amechukua hatua kuweza kupunguza matumizi makubwa ya mafuta yaliyopo serikalini kwa kuanza kwanza na ofisi yake. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, ni waombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba nanyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Aidha, Rais wa Tanzania, upandaji wa bei ya mafuta umekuwa ukienda sambamba na kupanda kwa bei za bidhaa, hivyo kuwataka wananchi kuwa tulivu, lakini akatoa wito huu kwa wafanyabiashara. Kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Kusitishwa kwa vita hivi kunaleta matumaini ya hali ya maisha kurudi kama kawaida. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Bado tukisalia kwenye mzozo huo wa Iran, masoko ya hisa duniani yamepanda kwa asilimia kadhaa, huku bei ya mafuta ikishuka kwa kasi. Mafuta ghafi aina ya Brent imeshuka hadi chini ya dola 100 kwa pipa kutokana na matarajio ya meli za mafuta kuanza tena kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mkuu wa shirika la kimataifa la usafirishaji wa baharini Asensio Dominguez amesema tayari wanafanya kazi utaratibu wa kuhakikisha usalama wa usafiri wa majini unarejea. Masoko ya Asia yameimarika kufuatia habari za kusitishwa kwa mapigano, huku bei ya mafuta ikiendelea kushuka kwa kiwango kikubwa. Phyllis Mwate anaarifu zaidi. We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be we want free traffic of oil. Bei ya mafuta ghafi Brent crude imeshuka hadi chini ya dola 100 kwa pipa kutokana na matarajio ya meli za mafuta kurejea kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, chama cha kimataifa cha usafiri wa anga yani IATA kinaonya kwamba itachukua miezi kadhaa kurejesha upatikanaji wa mafuta ya ndege duniani, lakini bei ya mafuta bado iko juu kuliko ilivyokuwa kabla ya vita hivyo kuanza tarehe 28 mwezi wa Februari.
bahari. Bei imeshuka kwa zaidi ya 14% kwa sasa, iko chini ya kiwango cha dola 100 kwa pipa. Hata hivyo, imeongezeka kwa 50% tangu mwanzo wa mwaka huu, hivyo bado iko juu kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wakati huo ilikuwa ikiuzwa kwa takriban dola 70 kwa pipa. Gharama za nishati